majina naitwa Jason Moses Kajage, natokea Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, College ya Sayansi Asilia na Tumizi, idara ya chemistry. Sasa katika maonesho ya mwaka huu ya Sabasaba, sisi kama idara ya chemistry tumekuja kuonesha teknolojia mbalimbali, teknolojia bunifu zinazotoa suluhisho kwenye masuala ya ujenzi. Kwenye ujenzi huo, sehemu ya kwanza tuna ujenzi wa barabara, ambapo tumekuja na teknolojia ya kutumia lami baridi. Lami baridi hii ni lami ambayo inatumika bila kuhitaji kupika ile lami kwenye mapipa. Lami hii ni salama kimazingira, lakini ina gharama nafuu. Lakini hii lami before au nyuma kule ilikuwa ikitumika, lakini ilikuwa na mapungufu. Kwa teknolojia yetu sisi tumeweza kutengeneza material inaitwa Duracem 1 ambao tuna enrich au tunaingiza kwenye hii lami na tunaweza kuiongezea uwezo wake wa kufanya kazi. Mfano, katika matumizi yake hii lami ikimwagwa inahitaji masaa 2 mpaka 3 tu, shughuli nyingine zinaendelea. Sio hauhitaji tena swala la kufunga barabara siku 2 mpaka 3 bila matumizi. Kwa miji mikubwa kama ya Dar es Salaam, ukifunga barabara kwa muda mrefu kuna shughuli ambazo zinachelewa. Lakini kwenye upande huo pia barabara tunayo hii inaitwa Duracem. Unapojenga barabara sehemu ambazo zina maji na chumvi, ile barabara baada ya muda fulani itaanza kuharibika tena na kuwa na mashimo, kwa sababu ule udongo chini kule unakuwa destabilized au unaharibika. Kwa hiyo tumekuja na hii material ya Duracem kwa ajili ya soil stabilization. Tunasema kwamba zinapopangwa zile layers za wakati unatengeneza barabara, unaiweza ukaiongeza juu ili kuzuia maji kuweza kupenya kuja juu na kuwash au kuondoa binder inayokuwa kwenye lami. Material ya pili tuliyokuja nayo inaitwa Novacem. Hii Novacem yenyewe inatumika kama simenti ambayo inatumika kwenye ujenzi wa majengo mbalimbali na bidhaa tofauti za ujenzi. Bidhaa ya kwanza ni ujenzi wa tofali nyepesi. Tofali nyepesi hizi zinaweza kutumika kwenye ujenzi wa majengo makubwa au marefu na kuweza kupunguza mzigo, kuzuia mfano wakati wa matetemeko yale madogo kama jengo kuweza kudondoka, au kuweza kuzuia ule uzito wa juu kulizidia jengo kule chini kwenye foundation. Lakini kuna bricks nyingine au tofali nyingine ambazo zenyewe tumeziwekea insulation material, kwa maana kwamba zinaweza kuzuia kupenya kwa joto au baridi kuingia ndani. Lengo la ubunifu huu ilikuwa ni kwamba tuwe na mpango wa kuwa na matumizi au kupunguza matumizi ya nishati. Kwa mfano, kwa sasa tunatumia AC na feni majumbani kwa ajili ya kupozea kinapokuwa kipindi cha joto. Lakini tukijiuliza tu kwa uchache kwamba kila Mtanzania akiwa na AC nyumbani kwake au feni, maana yake tutaongeza uhitaji wa kuzalisha umeme mwingi kwa ajili ya kuhudumia. Sasa kumbe tunaweza kubuni tofali ambazo zitapunguza matumizi ya AC na feni majumbani, kwa maana kwamba nje kama ni joto, ndani unabaki na hali yako ya hewa ya kawaida, au nje kama ni baridi, ndani unabaki na hali yako ya hewa ya kawaida bila kuhitaji kutumia feni ama AC. Lakini katika insulation pia tunazo paneli. Paneli hizi zinaweza kupunguza gharama za ujenzi, kwa maana kwamba ukishajenga nyumba yako unaweza usio na uhitaji wa kufanya zoezi la kupiga plaster au skimming. Unachukua paneli zako unazibandika ambazo zina texture tofauti, unakuwa umerahisisha zoezi lako la ujenzi. Bidhaa nyingine tulionao ubunifu wetu kwa kutumia material haya, tuna hii product inaitwa Fluxen. Hii Fluxen tumeitengeneza mahususi kwa ajili ya kusafisha biogas. Biogas ni zile gesi ambayo watu wanazitumia majumbani kupikia kutoka kwenye uchafu, lakini na mabaki ya vinyesi vya mifugo, mfano kama ng'ombe. Sasa gesi hii ina changamoto. Inaweza kuzalishwa lakini haiwezi kusafirishwa kutoka eneo moja kwenda jingine kwa sababu ina uchafu ndani yake na maji. Hivyo kumfanya mtu analazimika akitumia iende moja kwa moja, lakini hawezi kuitunza. Sasa tukaja na material ambayo ili iweze kutunzika ile gesi lazima isafishwe kuondoa ule uchafu. Tukafanikiwa. Cha kwanza mpaka sasa ambacho tumefanikiwa kutumia bidhaa hii ni kwamba imeweza kubadilisha ule mwanga unaotoka kwenye ile gesi kutoka kuwa njano kuwa wa blue, ule mwanga mzuri ambao unapikia, lakini na kuondoa zile harufu ambazo zinatokana na hizo gesi. Na lengo tunakoelekea ni kuweza kuondoa kabisa ule uchafu kwa 100% na kuiwezesha ile gesi sasa kuweza kuwekwa kwenye mitungi, kwa sababu mpaka sasa huwezi ukaona mtungi wowote wa biogas. Na ile ikishaweza kusafishwa, maana ni sawa na gesi nyingine
tunayotumia kwenye mambo mbalimbali ikiwemo ile gesi inayotoka Mtwara. Kwa hiyo tunaamini bidhaa hii itaweza kusaidia hata wananchi wenye kipato cha chini pia